Asante. Simu zitakuwa ni tamu baada ya kumalizika kwa kongamano hili kubwa la kwanza kabisa. Matarajio yetu ni kwamba wadau walipa kodi na wadau wengine, wafanyabiashara, wataalamu wa kodi wataweza kujadili na kutupa majawabu katika mada kubwa ambayo tunaijadili. Kwanza, mada kubwa ni kuweza kuongeza wigo wa ulipaji wa kodi. Wigo manake ni kwamba ni watu wangapi wanalipa na wanalipa katika shughuli zipi. Wigo sio mpana kiasi hicho. Kuna watu hawalipi kodi, wengine hawalipi kodi stahiki. Kwa hiyo tunaongea na wadau ili tuweze kujua tutapanuaje wigo wa kodi ili kuongeza mapato ya serikali kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Hayo ndio matarajio yetu makubwa. Wale wadau wa kisekta ambao mliowatarajia wamefika kwa maana ili muweze kujadili ile mustakabali mzima wa kodi na kutanua ile hali halisi ya kodi na ukusanyaji kama mlivyotarajia? Watu wamefika wengi sana. Tuna wadau, kuna taasisi zaidi ya 30 ikiwa ni pamoja na Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania, lakini pia Jumuiya ya Wafanyabiashara wa Kariakoo na wafanyabiashara wengine wengi. Kwa hiyo wale ambao tuliwaita wamekuja kwa wingi sana. Kwa upande wa chuo cha kodi sasa, kupitia mawazo haya mnayokwenda kujadili ninyi kwenu kwa kwenda kutoa elimu hii, namna gani ambao au mikakati gani ambao mnakwenda kuipanga katika kutoa elimu? Sisi hii pia inatusaidia kujua uhalisia wa biashara na uhalisia wa hali katika tasnia ya kodi. Ukumbuke sisi tunafundisha wafanyakazi wa mamlaka ya mapato. Kwa hiyo tukipata kutoka kwa walipa kodi wenyewe itatusaidia wakati tukifundisha tujue changamoto ni zipi, wakati tukifundisha tuweze kuwapa hao wale wanakuja kusoma ili waweze kuzitumia katika kukusanya kodi. Unadhani kwa nini wigo ulipaji wa kodi ni mdogo? Kitu ambacho unasema na ulipaji wa kodi ni mdogo kwa sababu kadhaa. Ya kwanza ni biashara nyingi sio rasmi. Watu wengi wana biashara mnawaona wako mitaani, lakini sio wote wanalipa kodi. Kuna wamachinga, kuna bodaboda, kuna watu wengine wana biashara kubwa lakini hawajazirasimisha. Wengine wanafanya biashara kwenye mitandao. Kwa hiyo tunajaribu waweze kurasimishwa na wajulikane ili wote tulipe kodi kwa usawa. Kamishna mkuu amesema kama wanaolipa kodi ni wale basi wajiandae kufa kibiashara. Inabidi na wale ambao hawalipi nao walipe. Ndio lengo la kongamano letu pia. Nyinyi wataalamu wa masuala ya kodi tunafahamu kwamba wadau wanasisitiza sana kwamba kubuni vyanzo vipya ili kuweza kukusanya kodi zaidi na serikali iweze kupata mapato. Tunaona bado vyanzo vingine, mikakati ni nini sasa? Kisha tunakuwa tuna vyanzo vingi ili serikali iweze kupata mapato mengi na kuboresha huduma za jamii. Mkakati wa kwanza ni huu hapa wa kukusanya wadau na waweze kutuonyesha. Unajua walipa kodi wenyewe wanaelewa, wako mtaani. Kwa hiyo tusikae tu maofisini kwenye vyuo. Ndio maana tumewaita hapa ili tuweze kupata na vyanzo vingine ambavyo labda hatuvijui. Tunategemea watatueleza. Ni vyanzo gani vingine mnatarajia kuangalia katika kongamano hili ili kuweza kuangalia? Sitaki kupreempt, ngoja tusikilize wadau wanavyosema. Lakini viko vyanzo vingi kama kwenye mitandao kama nilivyosema. Watu wanafanya biashara kubwa kwenye mitandao lakini tunajitahidi kuwatafuta. Ndio kwanza mamlaka ya mapato miaka ya karibuni imeanzisha kitengo cha kufuatilia kodi za kwenye mitandao. Lakini na vyanzo vingine tutavitafuta.